huwa naongea kwa niaba ya chama pale ambapo mambo yanakuwa yamezidi. Lakini ukweli kwamba jambo kama hili atakuwa mweneza alitolea maelekezo, lakini kwa sababu unaona uvumi ukikua sana baadaye unakuwa ni ukweli. Kweli tulipata adha hii unavyoona jengo letu lilivyo, tulipata adha hii tarehe 29. Jengo hili jipya kabisa, tumehamia mwezi wa 3 na baada ya kujenga kwa gharama kubwa sana. Lakini tarehe 29 kwa spoil. Lakini sasa sisi baada hela zinakaa kwa katibu wa chama wa wilaya. Katibu wa chama wa wilaya alikuwa hayupo, yuko likizo kwa ugonjwa, alikuwa kaimu katibu wa chama wa wilaya. Dhana wakati inatokea sisi wengine tulikuwa tupo kabisa ofisini, maeneo ofisi. Tulikuwa sehemu nyingine tunatembelea vituo, tukaambiwa kwamba kuna vurugu zimekuja, hatukuweza kusogea kwa sababu hali ilikuwa ni mbaya. Lakini baada ya kufika baada ya siku mbili usiku tukapewa salamu kwamba jengo limeshika moto, limeteketea. Kwa kila mtu alikuwa anaokoa uhai wake, kwamba kuja kuangalia kuna nini ni kwa kidogo ni ngumu. Lakini baada ya siku 2-3 tukamuuliza katibu kwamba tupe tathmini ya jengo lilivyoungua, akasema kila kitu kimeungua. Na kama unavyoona hapo, unaona jengo lenyewe kila kitu kweli kimeungua. Na kama unavyoona tukauliza hela za mawakala, hela zilizokuja sababu zilikuja saa 8 na kama na dakika 20. Akasema sikuweza kuzigawa na kuweza kuzitoa kwa ofisi ya katibu wa wilaya, hela zimeungua. Ndio maana nikatoa tahadhari kwamba hela zimeungua. Lakini namshukuru Mungu sana kupitia wadau ambao wananiamini mwenyekiti wao, kupitia wadau ambao wananipenda mwenyekiti wao, tukasema tumalize swala hili la mawakala. Hivi ninapoongea mimi na wewe, mawakala wanapelekewa hela kijijini kwenda kupewa hela zao. Kwa swala mawakala sasa hivi tumelimaliza. Lakini swala kwamba hela zimeibiwa hazijaibiwa liko mikononi mwa polisi, kwa sababu tumeripoti polisi. Ndio polisi watachunguza, watatuambia kama hela zimeungua kweli au hela zilitoka. Vyombo vya usalama vipo vinachunguza. Hela ambazo mimi nilikuwepo wakati zinaletwa, nilishuhudia wakati anapewa kaimu katibu wa chama wa wilaya, ni milioni 13,350,000 ambayo katibu amesema zimeungua. Lakini sasa kutokana na mazingira, mtu akikwambia zimeungua unaona kama kweli zimeungua. Lakini kwa sababu hiyo jambo tumepeleka polisi, tutasubiri majibu ya polisi, watuambie kwamba wamefanya uchunguzi wao, zimeungua milioni 13,350,000. Lakini nashukuru Mungu hiyo milioni 13,350,000 leo hii nimeipata na tumewapa wakagawe kwa mawakala kama walivyokusudiwa, wakati jambo letu linaendelea kuchunguzwa. Ni wakala wa kwetu wa CCM, sio wakala wa serikali. Ni mawakala wa CCM ambao sisi kila chama kinapeleka wakala mmoja kwenye kituo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanalinda hakikisha shughuli zote zinaenda sawa sawa. Kwa ni wakala wa CCM, sio mawakala wa serikali. Yaani ninaposema jengo letu sisi ni total loss, kama unavyoiona hapa sasa hivi. Unaona bwana, kila kitu kimeungua. Kwa ofisini kwangu pale kulikuwa na furniture za kifahari, nafikiri mliwahi kuziona. Mimi hata kuingia kuingia. Nilikuwa na vitu vyangu na mimi kule kulikuwa na hela zangu mimi binafsi. Nilikuwa naweka kwenye kadro kangu pale. Kwa hiyo zimeungua. Hizo zizungumzii kwa sababu unajua ni bahati mbaya. Kwa furniture yote yameungua, maspika, maredio makamera ya waandishi wa habari, kwa sababu sio nilikuwa na waandishi wa habari. Furniture, kila kitu ambacho kilikuwa na mali ya Chama cha Mapinduzi, hakuna hata kimoja kilichotoka. Kwa kila kitu kimeungua. Sisi kwa mfano kama sasa hivi tuliomba mahakama kuu tusaidie turudishie jengo kama lilivyo. Hawajatujibu bado. Lakini narudia tena, mimi kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi nimeanza mambo mengine ya kuomba wadau waweze kutusaidia mbalimbali. Lakini hatutaki hela, tunataka material. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuomba wadau mbalimbali. Kama ilivyokuwa mwanzo, lilijengwa na chama ilichangia kila kidogo sana, wadau walichangia na nyingi zaidi. Kwa kupitia adha hii tuwaombe wadau watusaidie turudishe jengo letu la ile ambalo lilikuwa na heshima. Hakuna jengo zuri mkoa mzima wa Mbeya kama hili. Lakini wameamua kuturudisha nyuma. Mimi na uchungu sana hili kitu. Lakini Mungu yupo na wadau wapo, wataamka tena kutusaidia tumalize hii kazi.